Utalii ndo uko kadhaa, hasa kwa kulengo kuimarisha sekta hii. Kwanza sisi kama tume tunaifanyia uchunguzi sekta hii imekuwa kwa kasi, na katika kukua kwa kasi tunataka kuangalia je, itaakisi na uwezo wa Tanzania na wao kuwa mmoja wapo wa kufaidika katika hii sekta ya utalii, na je kuna maeneo gani ambayo ya kisekta itasaidia pia wazawa wakaweza na wao kunufaika, na hasa vijana. Tunakumbuka kuna sekta moja ya mountain climbing ambao serikali mahususi kabisa hawatoi zile leseni kwa foreigners, na sisi tunataka kuangalia kwamba hilo yoyote ambaye anayeleta miamala ya kutaka kuingia kwenye sekta ya utalii, hilo linatazamwa na kulinda. Asifanye kazi ambazo wazawa hasa vijana wamepewa mahususi kutokana na sheria ili waweze. Kwa hiyo sisi yote hizo tunaangalia. Lakini tumepitisha miamala mbalimbali katika kampuni ambayo imeongeza kwa kupitia Mheshimiwa Rais, ile Royal Tour yake imezalisha sana miunganiko mingi. Utekelezaji wa kifungu cha 62(1) cha sheria ya ushindani namba 8 ya mwaka 2003 kama ilivyorekebishwa, ikilenga kukuza na kulinda ushindani katika biashara na kumlinda mtumiaji dhidi ya mienendo hadaifu na kandamizi katika uchumi wa soko. Tume ya Ushindani FCC ndiyo yenye dhamana ya kusimamia utekelezaji wake, ambapo katika kipindi cha miaka 19 tume imetaja mafanikio katika sekta mbalimbali, ikiwemo kuimarisha usimamizi wa miungano na ununuzi wa makampuni ili kuhakikisha ushindani wa haki unadumu na maslahi ya walaji yanalindwa katika soko la bidhaa na huduma nchini. Kwa mfano, mnaweza mkakubaliana kupanga bei ya namna fulani yote, ambayo hiyo inaweza kaleta athari kubwa kwa mtumiaji, kwa sababu hatapata ile thamani au ile freedom, uchaguzi wa kuchambua bidhaa moja. Kwa mfano, sasa hivi ukiangalia kwenye masoko la vinywaji, unakuta kuna Coca-Cola, Zamcola, kuna Pepsi na kadhalika. Mtumiaji ana uwezo wa kuchagua bidhaa kadri anavyoona inafaa. Sasa yamkini wale wakutane waungane, wakiungana wapandishe waseme sasa hivi soda 2000 tutaionea tu kwenye matangazo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma Machi 5, 2026 katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo, kaimu mkurugenzi mtendaji wa FCC Khadija Ngasongwa amesema tume imeweka mkazo katika tathmini ya kina za miamala ya kibiashara inayohusisha ununuzi au muungano wa kampuni ili kuzuia uwezekano wa kujitokeza kwa ukiritimba au kupanda kwa bei kiholela. Lakini tumefanya miunganiko katika sekta ya manufacturers, ambazo sekta za viwanda karibuni bilioni 103.9 tumeshughulikia, hasa kwenye masuala ya vifungashio, material, kwenye masuala ya rangi, hasa kwenye masuala ya sehemu za plastiki. Ununuzi wa kwa mfano kiwanda kimoja cha Plasco kilikuwa karibu kinaenda kufa, watu walikuwa wanakosa ajira, lakini tuliweza kuchakata, mtaji ukaongezeka pale na inaendelea, na sasa wanatengeneza mabomba ya HDPE na UPVC ambayo zamani lazima ulikuwa unaagiza kutoka nje. Hii yote tumeweza kufanya kwa kupitia tume ya ushindani. Lakini katika kwenye masuala ya nishati tumeweza kuangalia miamala hasa katika masuala ya solar, sun energies industry na miunganiko yao, ambayo ile rasilimali watu imesaidia kufanya utendaji wakazi wa zile shughuli za uzalishaji ziendelee. Lakini pia juzi kazi tumeweza kufanya muamala mkubwa wa baadhi ya kampuni ya Guala ambayo kimataifa imebobea na vifuniko vya chupa. Sasa hivi chupa zinatengenezwa kwa utamaradi, so zamani zinakuwa zinaletwa ambayo inabeba volume kubwa, lakini sasa hivi wanabeba inakuwa kama chenga tu, na inaweza ikatoa chupa za aina mbalimbali. Hivyo vitu vyote tumefanya. Lakini tumepitisha miamala ya Songas. Sasa hivi kampuni ya Gasco zaidi ya bilioni 600 imepitishwa pale, kwa maana kwamba itaenda kusaidia uongezeko wa uzalishaji wa kufua umeme na makampuni ambayo yanaweza na wenzetu wa TANESCO wakaweza kupata kutoa huduma
na wananchi wakaweza kupata umeme wenye uhakika. Amesema katika mwaka wa fedha 2025-2026 tume imeridhia miungano kadhaa katika sekta muhimu ikiwemo kilimo na mawasiliano, baada ya kujiridhisha kuwa miungano hiyo itaongeza mitaji, kuimarisha uzalishaji na kuchochea ushindani badala ya kudhoofisha. Tumefanya katika sekta ya kilimo ambapo zaidi ya bilioni 20 ziliweza kuonyesha kupatikana hasa kwenye zao la tumbaku, na kwa sasa tunaona hata wakulima wanapata afuani kwenye kutokana na uzalishaji na kupata thamani ya mazao yao. Lakini pia tumefanya miamala, tumefanya uchunguzi na kufanya kuchakata miamala ya Africado ambayo inahusiana na masuala ya maparachichi, na hii tuliona kwamba baada ya kuona kwamba soko limebebwa na watu fulani, wazalishaji wengi wadogo wanabidi mpaka waende wakauze kwa mtu fulani. Kwa hiyo hile sisi tukaweza kuliingilia na mchakato ule ukasaidia kampuni zile zikakuza mitaji yao, na sasa soko la parachichi linaelekea kuwa vizuri. Hii yote tumefanya chini ya tume ya ushindani. Lakini pia tumefanya miamala mingine kuichakata katika sekta la katani, ambayo hii yote ni mazao mikakati ya kuleta malighafi kutoka nje na masoko ya nje. Na katika hii imesaidia sana soko hili kukua hasa katika maeneo ya mkoa wa Tanga, kwa maana kwamba tumeweza kusaidia ule mnyororo wa thamani wa zao la katani kuendelea. Na sasa hivi jamani, katani sasa hivi ina tamaradi, kwa maana kwamba watu wengi wanajiingiza, wanalima kama outgrowers, lakini pia watu wanapata faida kutokana na uuzaji wa soko la katani. Akigusia sekta ya viwanda, Ngasongo amesema tume ya ushindani iliridhia ununuzi wa makampuni 7 katika sekta ya uzalishaji viwanda yaliyonunuliwa na makampuni mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi kwa thamani ya shilingi bilioni 103.9. Aidha, amewataka wafanyabiashara kuzingatia matakwa ya kisheria kwa kuwasilisha taarifa za miungano yao mapema kwa tume kabla ya kukamilisha miamala na si kusubiri hatua za kisheria. Tume ya ushindani ina jukumu la kufanya upembuzi yakinifu kwa makampuni yanayoleta maombi kutaka kuungana, kushughulikia makubaliano ya makampuni yaliyo kinyume cha sheria za ushindani kupitia sera ya serikali na mamlaka ya udhibiti, sheria, taratibu na programu, ili kubaini iwapo zitakuwa na madhara yoyote katika ushindani na kutoa ushauri pamoja na kuchunguza na kuchukua hatua kwa makampuni yaliyoungana bila kufuata taratibu za sheria ya ushindani.